wa kupata matokeo mazuri. Tulikuja hapa kwa ajili ya kupata ushindi na tumepata ushindi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunawapongeza wachezaji wetu na wamepambana kadri wanavyoweza kupambana, na mwalimu amefanya mabadiliko makubwa ya kikosi, na wale ambao amewapa nafasi leo wameonyesha kile ambacho walichokuwa nacho. Tumepata ushindi wa magoli 3, tumesonga mbele. Sisi kwetu tumetimiza malengo yetu, tunaangalia kile ambacho kiko mbele yetu. Ilikuwa mechi ngumu semaji, au ilikuwa ni mechi ngumu kwenye pitch. Kwenye nje hivi ulikuwa unaitazama kama ni mechi nyepesi, kwa sababu ni Simba dhidi ya TMA, Simba dhidi ya timu ya Championship, Simba dhidi ya wachezaji ambao hawana uzoefu mkubwa, lakini ndani ya pitch ilikuwa ni tofauti kabisa. Wachezaji wachache wenye uzoefu waliokuwa nao waliweza kuonesha klasi yao, wakina Kapera, wakina Sabilo, wakina Siraji waliweza kuonesha ubora wao, waliweza kuwaongoza wenzao vema na hatimaye wakatoa upinzani mkubwa. Kwa hiyo kwenye pitch ilikuwa ni mechi kubwa, ilikuwa ni mechi ngumu, ni mechi ya kimbinu, na of course wapinzani wetu waliweza na wenyewe. Kuna wakati mliona walikaribia kabisa kupata bao. Maana yake ni kwamba haikuwa mechi nyepesi hata kidogo, na kila mtu ameona ugumu wa mchezo huu. Semaji, unaweza ukatuelezea performance za nyota mbalimbali ambao kwa muda mrefu hatujawaona, leo hii wamepata nafasi? Ali Sali, tumemwona pia Kijili na wengine kina Omari pia. Mechi kama hizi mwalimu anajaribu kufanya mabadiliko makubwa ya kikosi ili kumpa kila nafasi mchezaji aweze kuonesha uwezo wake. Tumeona mechi ya leo ilikuwa na mabadiliko makubwa, ukiachilia golini ambako ni mechi ya pili anacheza Ali Salim, lakini sehemu nyingine kumekuwa na rotation ya kiwango cha hali ya juu sana. Mwalimu anajaribu kumpa kila mtu nafasi aoneshe uwezo wake, lakini wale ambao wametumika sana mwalimu anajaribu kuwapumzisha, kwa sababu tunakoelekea ndio kugumu zaidi. Na wale ambao wamepewa nafasi leo wameonyesha uwezo mkubwa. Tumeona kiwango cha hali ya juu mno cha Valentine Nouma, kiwango cha hali ya juu mno cha Awesu. Tumemwona Joshua Mutale Budo SGR. Tumemwona kila mtu ambaye amepewa nafasi ameonyesha kile ambacho alichokuwa nacho, na kwetu inakuwa ni faraja, kwa sababu kila mchezaji anaweza kutumika ndani ya Simba na kutoa matunda. Hapo kwa Joshua, mmemaliza mchezo wa FA salama. Ratiba inaonyesha na mchezo dhidi ya mchezo. Semaji, hapo umezungumza kuhusiana na Joshua Mutale. Kuna muda mashabiki ni kama pia walikuwa wakilalama jukwaani namna ambavyo anacheza pia. Kwa kama ametimiza majukumu yake Joshua Mutale kwenye mechi ya leo. Laiti kama angekuwa amekosea sana kwa kiwango hicho, naamini mwalimu angemfanyia mabadiliko, kwa sababu nje bado kulikuwa kuna watu wengi. Kitendo cha kumaliza dakika 90 maana yake ni kwamba mwalimu ameridhika na performance yake, lakini na utekelezaji wake wa majukumu kwa dakika zote ambazo amecheza. Kuna wakati shabiki unaweza usione kile ambacho mwalimu anakiona, lakini tunamwamini mwalimu wetu. Kila anayempa nafasi anampa nafasi kwa malengo yake. Kila anayemchagua kwenye mechi husika anakuwa na malengo yake. Kwa hiyo kwa Joshua Mutale na wengine wote ambao wamecheza hii leo, tunasema tu kwamba wametimiza majukumu yao na timu imepata ushindi. Sisi kwetu ni furaha kubwa kweli kweli. Maandalizi Shika maiki. Nilikuwa nishamaliza natoka mwanangu. Nimpa mtu yote hapo. Wamerudi na ubora wa hali ya juu mno. Wameshinda takriban michezo miwili kama niko sawa sawa. Hii maana yake
lakini kwamba viwango vyao, ubora wao ni mkubwa kuelekea katika mechi yetu. Na kama haitoshi, wana kocha mzuri Metsime, wana wachezaji wengi wazuri wenye uzoefu wa kutosha ambao wamecheza ligi hii kwa muda mrefu, na hapo wanakuja kuproduce mechi nzuri na mechi ngumu sisi na wao. Nichukue tu nafasi hii kualika na kuwaita wana Simba tarehe 14 tuje kwa wingi hapa katika uwanja wa KMC, tuje kwa pamoja tupambane, tuiwezeshe Simba yetu kupata alama 3 mbele ya timu ngumu ya Dodoma Jiji. Taarifa za Shefondo Malone na Kamara kuelekea mchezo huo zipoje pengine? Mpaka nitakapopata taarifa mpya. Mechi ya leo mwalimu alichagua kuwapumzisha Shemalon Kamara pamoja na Muzamir ili waendelee kuwa timamu zaidi. Kwa hiyo baada ya hii leo nitaconsult na jopo la madaktari watueleze kuna kipya kinachoendelea kati ya wachezaji hao watatu, yani watakuwepo mechi ya Dodoma Jiji ama watakosekana kwenye mchezo huu. Kipana kimefanya ubaya ubwela leo. Yeah. So kwamba kingeweza dhidi ya watani pia kingetoboa semaji. Kingetoboa? Semaji mbona kama kuzi imeshinda kidogo. Nilikuwa nafikiria swali lako. Isa Dede, hauna swali? Zaika maliza. Bumba tu. Namna leo mliwaacha TMA nao walikuwa wanapiga mpira, ni kufungua full booster au nao mliwaacha enjoy? Kulingana na mazingira ya mifungo Ramadhani, Kwaresma, wachezaji wengi wanakuwa kwenye mfungo huo. Kwa hiyo intensity yao na energy yao inakuwa sio ya 100%. Kwa hiyo unachofanya ni kucheza kwa malengo. Unaingia, unatafuta mabao yenu, baada hapo mnatulia, mna relax, mnasubiri dakika 90 zimalizike ili wachezaji waendelee kuwa na utimamu. Ingekuwa watu wamekula wameshiba, wangeweza kubishana kwa nguvu sawa kwa dakika zote 90, lakini kwa kuwa watu wapo kwenye mifungo, basi wanacheza kitaalamu, wanashtua tu kidogo. Baada hapo unakuwa na uhakika wa kuchukua alama 3 ama kwenda kusonga mbele, unaelekea hatua inayofuata. Kubumba lipo. Kombe la CRDB hatujalichukua kwa muda mrefu. Mafanikio yetu kwa miaka hivi karibuni imekuwa ni kuishia hatua ya nusu finali. Tumecheza nusu finali 2, moja Mwanza tukatolewa, nyingine Mtwara tukatolewa, na mwaka jana tukatolewa hatua ya 16 bora dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo miaka 3 bila kuchukua kombe hili ni miaka mingi kwa timu kubwa kama Simba, hivyo hatuna budi, pamoja na kwamba tunajenga timu, lakini hatuna budi kupambana kuchukua kombe hili kwa maslahi ya mashabiki wetu. Haijashika. Siku zile sikula daku. Wamemaliza? Bana, wanajeshi wanataka kutoka. Wanajeshi wanataka kutoka.